Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa amefanya mkutano wa waandishi wa habari tarehe 8 Machi 2025 katika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar, ambapo ameelezea kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa shirikisho la vyama vya mawakala wa ushuru na forodha wa kimataifa kwa upande wa Afrika na Mashariki ya Kati unaotarajiwa kufanyika tarehe 30 Aprili hadi Mei mosi 2025 katika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar, Tanzania. Mkutano huo unaoratibiwa na Chama cha Mawakala wa Ushuru na Forodha cha Tanzania na Chama cha Mawakala wa Ushuru na Forodha Zanzibar. Leo hii meli zinakaa angani siku 5, siku 2 ndani, siku 5, siku 4. Pia imeshuka sana. Kwa upande wa ufanisi hasa kwenye mapato, kutoka mwezi wa 4 mpaka kufika mwezi wa 6 tumetengeneza net karibuni bilioni 490. Bilioni 490. Tunategemea itakapomalizika mwisho wa mwaka huu, tukifunga mahesabu ya kutoka Julai 2024 mpaka Julai 2025, bandari itaweza kufikia mapato yake ya bandari takriban trilioni 1.7. Ni projection. Na mpaka sasa hivi namba zinaenda vizuri. Kwa hivyo, uwekezaji wa DP World na uwekezaji wa Adani umeleta mabadiliko makubwa kwa bandari ya Dar es Salaam. Zamani container zilikuwa zinakaa kule nje siku 7. Leo container una load leo, baada ya siku moja unapata container yako. Sio hiyo tu, naamini hata ndio ilivyo hasa mapato ya TRA pia yameongezeka kwa asilimia kubwa. Sababu kama mzigo umeendelea, umeongezeka na mapato ya TRA yameongezeka sana. Mwaka jana ilikuwa container tulizohudumia bandari ya Dar es Salaam ilikuwa takriban, wakati tunatumia gati namba 8 mpaka namba 11, ilikuwa tunahudumia kwa mwaka tunahudumia container 650,000. Mpaka hesabu ya jana ndio kwa nimepewa, tumeshahudumia container yani TU ngapi, TU20, TUs 20 milioni 122,000. Milioni 122,000. Wakati hajafika DP World na mwekezaji walikuwa wengine, ilikuwa tunafanya 600,000 mpaka 700,000. Sasa hivi tunategemea mpaka utapofika mwisho wa mwaka utakwenda kama 1.2 1.3 million TUs. Container milioni 1,200,000 mpaka milioni 1,300,000. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Zamani ilikuwa sio hivi. Tulikuwa tunahangaika container 600,000, container 700,000. Haya ni mabadiliko makubwa. Kwa vile kwanza kwa huduma efficiency imeongezeka, mzigo umeongezeka, pia mapato yameongezeka. Kama nilivyosema hapa, ukiona vielea vimeundwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia zoezi zima na leo tumefika pale tulipo. La pili, unasema ndio la pili, jingine la tatu nitakuja, la pili tutazungumza pengine. Je, mkutano huu utasaidiaje changamoto zinazoikumba bandari ya Zanzibar? Nafikiri ndio hivyo, si ndio? Swali lako la tatu Bwana Faruku. Ni sawa? Ninaamini kama nilivyosema, mkutano huu utashirikisha wataalamu wa aina mbalimbali, wenye ujuzi mbalimbali, wenye uzoefu wa nchi mbalimbali. Ninaamini changamoto zinazowakabili hapa Zanzibar, kwa kupitia platform hii watajifunza vizuri na tutaweza kufanya vizuri zaidi. Siku zote nimesema hapa, hao wataleta ujuzi. Na sio hapa tu, hata Dar es Salaam tutajifunza zaidi, sio Zanzibar peke yake. Hata na sisi tunataka tujifunze zaidi na zaidi. Naamini wataalamu watakaokuwa hapa na wajuzi watakaokuwa hapa ambao wamebobea, changamoto nyingi tutaweza kujifunza, kwa sababu wengine changamoto hizo wameshazipata. Sisi hatutaki turejee huko, ama kama zipo tutazitatua
kupitia uzoefu huu, lakini wataalamu wanajua, lakini nafikiria ni hivyo itapotokea. Sisi tumechukua hizo concern kwa upande wote. Tumechukua concern yako wewe Bwana Faruk, tumekusikia, na tumechukua concern ya mwenyekiti wetu, ndio mwenyekiti ule, si ndio? Ona na mjumbe wetu, tumechukua hizo concern. Ni kweli mzigo kutoka China definitely inaweza kuwa rahisi kwa sababu number of scale. Ikija meli kubwa inachukua makontena 10,000, harama yake itakuwa rahisi kuliko mtu anayechukua makontena 2,000, makontena 100. Meli ikitoka China kuja Dar es Salaam kwa mpigo inaweza kuleta kontena 10,000. Na meli inayotoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kuja Zanzibar pengine inachukua kontena 100. Harama zitakuwa ya huku, ukifanya hesabu itakuwa hali zaidi, kwa sababu ukiwa na mzigo mkubwa hata harama yako inakuwa inashuka. Sasa kazi yetu kama serikali ni kuweka mazingira mazuri kuhakikisha sasa investors wengi wanaingiza meli ama wanaleta meli za kusafiri kutoka Dar es Salaam Zanzibar ili kupunguza bei hiyo. Na kazi yetu sisi ni kukaa na TASAC, kukaa na ZMW, kukaa na bandari zote mbili tuweze kuleta incentive au tuweze kuleta ufanisi zaidi kuhakikisha kwamba wananchi hawa end of the day hawapati kununua bidhaa kwa harama za juu zaidi. Mkutano huo hufanyika kila mwaka na kuleta pamoja wadau wa tasnia ya lojistiki na usafirishaji kwa ajili ya kujadili fursa, changamoto na ushirikiano katika sekta ya uchukuzi, ambao utaubeba kauli mbiu ushirikiano katika uchumi wa bluu, kubadilisha lojistiki na uchukuzi kwa uendelevu. Fatma Bernard, ASAM Online TV.